Klabu ya Wekundu wa Msimbazi imezidi kujiimarisha vyema kwenye pre-season kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026-2027, na hii yote ni baada ya leo kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya Al Merrikh na kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Sasa twende tukachambue mechi nzima imekuwaje, lakini pia twende tukatazame kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ambacho kimeanza leo hii, lakini pia kubwa kuliko ni wafungaji wa mchezo huo. Je, wakina nani ambao wameweza kufunga kwenye mchezo huo? Mchezo huo ambao ulikuwa haupo live kwenye vyombo vingi sana vya habari, lakini hapa Tubone Media tumeunasa na tunakuletea moja kwa moja. Ili kupata uchambuzi wa kina, basi hakikisha unakaa na sisi mwanzo mpaka mwisho, lakini pia wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa moja kwa moja tunaelekea kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi ambapo leo walikuwa wanatoshana nguvu na mechi yao ya kirafiki dhidi ya Al Merrikh, ambapo Wekundu wa Msimbazi wameibuka na ushindi wa goli 2-0. Sasa tunaanza kutazama kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ambacho kimeanza. Kama kawaida, goli namba 1 alianza na Djibril Kassal, namba 2 ni Chilambo, ingiza jipya la Wekundu wa Msimbazi, lakini namba 3 ni Nixon Kibabage, na namba 4 ni Lucien Deloko, ambaye namba 5 ni Toule. Lucien Deloko ambao wamekuwa na Toule wanatengeneza pacha ya katikati pale kuongoza safu ya ulinzi ya Wekundu wa Msimbazi, lakini namba 6 ni Kagoma na namba 7 ni Libasi Geye, namba 8 ni Jabali, ingizo jipya hili la Wekundu wa Msimbazi, lakini namba 9 alianza Elim Panzo, na namba 10 ni Morris Abraham, na namba 11 ni Kelexco Makgalwa ambaye ni ingizo jipya la Wekundu wa Msimbazi. Sasa hichi ndicho kikosi ambacho mwalimu Steven Baka aliamua kukianzisha kwenye hii mechi ya kirafiki dhidi ya Al Merrikh. Sasa Simba Sport Club wameibuka na ushindi wa goli 2-0. Goli la kwanza ambalo limefungwa na Libasi Geye dakika ya 3 tu ya mchezo, basi ilitosha kwa Libasi Geye kuwapa uongozi Wekundu wa Msimbazi. Mpaka dakika ya 3 Simba Sport Club wanaongoza goli 2-0. Lakini baada ya kufanya mabadiliko mengi sana, tumeyaona kocha Steven Baka anaingiza wachezaji ili kuwatoshani nguvu wengine kuangalia zaidi kwa ajili ya kutengeneza kikosi cha mashindano msimu wa 2026-2027. Lakini mnamo dakika ya 86 ingizo jipya striker huyu Dumbia, dakika ya 86 anawapa uongozi Simba tena kwa mara ya pili. Goli la pili anatupia wavuni dakika ya 86. Hivyo basi kupitia goli la Dumbia, Simba Sport Club ameibuka na ushindi wa goli 2-0. Sasa hii ni salamu kwa wananchi, yani anatuma salamu kwa wapinzani wake Young African kwamba yuko fiti tayari kwa ajili ya mapambano ya msimu unaokuja 2026-2027. Tumeona mtu ambaye alikuwa anambeza Dumbia, lakini leo hii amefunga tena goli. Huu ni mwendelezo mzuri. Sasa je, wewe mwana Simba Sport Club mpaka sasa unashaka na Wekundu wa Msimbazi? Na Simba Sport Club bado wanazidi kucheza mechi za kirafiki. Mechi hizi zote utazipata hapa Tubone Media. Hakikisha umesubscribe ili usipitwe na taarifa hizi kutoka kwetu. Lakini kabla hujaondoka, tuambie wewe mwana Simba unatusikiliza ukiwa mkoa gani, na Simba Sport Club unaitakia heri ukiwa mkoa gani? Tuambie hapo kwenye comment. Hii ni Tubone Media, hadi taarifa nyingine. Bye.